Hapa tunaingia Kipupu, mji wa Kipupu. Hapa ni Kipupu hapa. Hapa ni hii njoma Manganda. Ile Manganda. Mabotike hii. Nataka kamata. Mimi ni colonel kabisa. Mimi matagadara huyo. Naona mwingine kisha control yote mzima kabisa. Najua amekimbia. Leo ni siku ya ngapi? Leo ni siku ya ngapi? Najua leo ni siku ya Leo ni siku ya pili leo. Amechoma mwingine yote mbaya. Karibu tena ndani ya Media Goma TV kwa muda wetu wa habari huyu leo tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa majina ni reporter Nelson. Katika muda wetu wa habari huyu asubuhi mapema, kama ni mara ya kwanza, tumeukaribisha katika kipindi chetu cha asubuhi mapema leo asubuhi. Kwa sasa ni katika muda wetu wa habari huyu ndani ya Media Goma TV. Mashabiki zangu mahali popote mko, tunawakaribisha tena katika habari zetu za asubuhi. Popote upo tayari, endelea kusubscribe, partage kila simbo pote ili habari zetu mara kwa moja ziendelee kuwafikia. Hapa tuko na mengi ya kuwatangazia yote yanayopitikana katika uwanja wenye mapigano, na kama unavyonisikiliza mara moja, eka comment yako niambie tayari umenisikiliza kutokea eneo gani na umenisikiliza kutokea upande gani. Na kwa sasa mashabiki zangu, acha kwanza tusalimie mashabiki wanaotusikiliza mara kwa mara kupitia Media Goma TV. Kwa sasa acha tusalimie mashabiki zetu kutokea ndani ya Lubumbashi, Manyema, Kindu, kutokea Kasai Orientale, Kinshasa na Katanga, na kutokea upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu Est, ndani ya eneo zote ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa katika muda wetu habari huyu leo tuna mengi ya kuwatangazia katika yote yanayopitikana katika uwanja wenye mapigano kwa sasa. Kwa sasa tunawapeleka katika ulayani Beni jana tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa sasa katika eneo ya Sayo na kuelekea eneo ya Matembo, kulionekana watu 7 waliouawa na waasi wa ADF. Kulikuwa wanajeshi 3 wa kiserikali pamoja na wanajeshi na raia population wa 4. Na kwa sasa kwenye mashambulizi walikuwa kitokea katika sita gani? Wanajeshi hawa wauaji wa ADF walitokea katika ndani ya eneo inaitwa Mutamba, eneo ya Mbutamba, na kutoka katika ndani ya kijiji cha kijiji cha na Mvula, wakashambulia tayari raia population katika eneo ya Sayo ndani ya seta ya Matembo. Na katika mashambulizi haya yalikuja kivipi? Kwa sababu hao watu walikuja wa ADF waliingilia katika muda wa usiku, na jeshi hawa waliuawa kwa njia gani? Kwa sababu wanajeshi hao walikuwa wakitembea wakakabiliana na waasi katika seta, wale hawakuwa wamejipanga vino la. Kwa sasa wakawashika na kuwakatakata wakawakatakata kabisa, na gisi waliokatakata raia population hawa walichomwa kwenye manyumba katika eneo. Kuna 3 waliuawa na wengine 3 walikufa na mwingine mmoja alipelekwa kwenye kituo cha afya hapo Beni. Na habari zingine mara moja nakuja kuwapeleka Goma. Kwa sasa gisi mnavyoviona kwa sasa Goma, kwa sasa viongozi 3 wa kiserikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waliingia Goma jana tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa sababu gani wanajeshi hao wa FARDC waliingia mji wa Goma? Kwa sababu kumbuka, wanajeshi wa M23 kwa sababu kupitia mkataba walikuwa na hapo Doha, mara moja ilibidi kwa sasa wakaribishe wanajeshi wa FARDC kuingia katika mji wa Goma. Kumbuka kati viongozi hao 3 waliingia katika Goma, kula mmoja alitoka kwenye hatua jeshi la M23 walimiliki katika ulayani Goma mwaka wa 2026 mwezi wa pili, tarehe 2 ya mwezi wa pili. Kwa sasa tarehe 6 mwezi wa pili walipigana mwaka 2025 kupigana vita la Goma, na huyu kamanda umoja generale huyu alitoka katika ndege la mwisho katika mtuto wa risasi ulikuwa hapo Goma. Kwa sasa amerejea katika ndani ya Goma tena kwenye ndege la MONUSCO kama gisi mnavyoviona. Kabla nizungumze mengi, tufuatilie kwanza musikilize hii habari moja. Waziri mkuu wa waziri wa mambo ya ndani Kabombo Modianvita alishukuru shirika hilo la Umoja wa Mataifa kwa kusaidia usafiri wa maafisa hao wa jeshi la DRC. Mimi nashukuru MONUSCO kwa kubalia kuwezesha kupitia ndege ya tarehe 13 Julai mwaka 2026 usafiri wa maafisa 3 wa jeshi letu walioteuliwa kuwakilisha DRC ndani ya mfumo wa MCVE+, aliandika waziri.
Kwa sasa hapo ni makamanda gisi waliletwa na jeshi la MONUSCO, wa MONUSCO. Kumbuka MONUSCO kwa sasa inaingia na mandege katika ndani ya sekta na wamepangishwa na jeshi la M23. Kwa sasa viongozi hawa makamanda walikuja kwa njia ya usalama. Kwa sasa tutakuja kuwapasha yote, watazungumzia katika mkutano utakuwa leo tarehe hii 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 katika muda wetu wa mchana. Kuna mengi tutakuja kuwatangazia kupitia mkutano huyu unaendelea kupitia Goma kwa sasa. Nawapeleka ndani ya Walikale, eneo mara moja kuwapeleka ndani ya Mwenga. Kwa sasa jeshi la wanajeshi wa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC wamejiondoa katika vijiji vifuatazo ndani ya eneo inaitwa Itombwe ndani ya seta. Walirejea katika eneo ya Itombwe kuelekea ndani ya eneo ya kijiji cha Nalubunga kuelekea ndani ya pori hili, kwa sababu walitoka katika mapigano, walitoka katika eneo, wanasema inabidi kwa sasa mapambano yalikuwa jana tarehe 14 ilikuwa moto mpaka tarehe 13, mapambano yalikuwa moto mpaka tarehe 12, na kwa sasa wamerejea nyuma katika ndani ya seta lenye eneo inaitwa Lumbunga ndani ulayani Itombwe katika porini mlima, kwa kwenda kujifikiria ili tena wakirudi kwenye vita warudi na nguvu lingine. Lakini bado wanajeshi wa M23 wako katika eneo inaitwa Lwemba na katika ndani ya eneo ya Filo 14 Bunji, eneo ya Bukunji. Hizo ndio eneo M23 wakitokea wakija shambulia eneo ya Bukununu na Itombwe moja kwa moja. Habari mengine tunakuja kuwapeleka mara moja katika ndani ya eneo ya Walikale. Kwa sasa Walikale tangu juzi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, mashambulizi yameendelea kuonekana katika ndani ya seta ya Fundi Bafuma na kuelekea katika eneo zingine. Kwa sasa mgogoro wa vita kati la jeshi la waasi M23 pamoja na jeshi la wazalendo, mapigano yameendelea kuzuka kwa sasa tangu jana tarehe 14, vita inaendelea kuonekana katika seta ya Walikale. Tarehe 12 Walikale katika eneo inaitwa Ese na tarehe 12 eneo inaitwa Ese, mapambano yalikuwa katika eneo hiyo zaidi sana. Kati ya eneo ya Walikale mapigano yamewaka zaidi mpaka raia population kutokea vijiji ifuatazo wote wamekimbia kuelekea katika eneo ya usalama, eneo ya Minjenje. Na habari zingine mara moja na kuja kuwapeleka Mwenga ndani ya eneo ya Ese na kuja kuwapeleka eneo ya Fizi. Eneo ya Ese, kumbuka wanajeshi wa wazalendo walikuwa eneo ya Ese, mara moja wamejiondoa bila mapigano jana tarehe 14, na kwa sasa nakuja kuwapeleka ndani ya Fizi katika kijiji cha Kiseke. Wanajeshi wa wazalendo tena wamejiondoa katika kijiji hivyo. Kwa sasa wale wanaoingia katika kijiji hivyo kisa mnavyotazama hapo ni wanajeshi wa waasi M23 wameingia katika eneo ya Kaseki na Ese mara moja, na kwa sasa wanajeshi wa wazalendo wameondoka bila mapigano jana tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na katika habari zetu mara moja, ukiwa unanisikiliza mara moja, utaendelea kujua mengi yanayopatikana katika uwanja wenye mapigano kwa sasa. Niliwaambia kwa sasa mambo mengine yameonekana, lakini tunakuja kuwapeleka tena katika ndani ya Walikale. Mashambulizi yameendelea kuonekana katika jana tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa sasa mashambulizi yameendelea kuonekana katika makamanda wawili wa katikati, wote ni wanajeshi wa kizalendo. Mmoja anaitwa kamanda Kashite Mashete na mwingine anaitwa kamanda Dizane. Kwa sasa wanaenda kukabiliana katika eneo hili. Mpaka jana mashambulizi yalikuwa noma zaidi katika Hosba Nyungu kwa sasa, na kwa sasa mapigano haya mpaka imelazimisha raia population kuondoka katika vijiji hivyo. Kwa sababu gani? Hawa wanajeshi wanaenda kukabiliana, kati wote ni wanajeshi wa kizalendo. Na kuja kuwapeleka Walikale, kuna vijiji vyenye wanajeshi wa M23 walijiondoa bila mapigano tangu wiki moja inapita. Ilikuwa ni tarehe 8, ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 katika eneo ama katika vijiji vifuatazo. Kuna eneo inaitwa Bahulusa, Kategu, Bukumbiro, Rusamambo, eneo naitwa
fundi la Ikobo naitwa Wanyanga. Hizi ni eneo zimeachiwa na jeshi la waasi M23 tangu tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa sasa serikali ya raia population kutokea kwenye vijiji hivyo vinahimiza serikali ya Kongo kuja kuweka ulinzi, kwa sababu tangu waasi waondoke bado serikali ama wazalendo bado hawajaingia katika vijiji hivyo. Kwa sasa hili lilikuwa malalamisho raia population jana tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa sasa wameomba serikali kwa kurudi kwa kuja kulinda katika sekta hili, kwa sababu hizi ni eneo kwa sasa zinaendelea kuwa na wasiwasi bila wanajeshi yoyote wanaomiliki katika eneo hili. Lakini katika taarifa letu tuko nayo leo hii tarehe 15, kwa sasa wanajeshi waliotoka kwenye vijiji hawa wa M23 kwa sasa walionekana katika vijiji vingine, walienda kumbi bado hawajaondoka, walijiteula kwenye vijiji wakajipeleka kwenye vijiji vingine kwenda kuweka usalama na kuweka kwa sasa hizi ni eneo kwa sasa wanaweka ulinzi kuliko eneo hizo walivyoondoka, kwa sababu hizi eneo walikuwa sasa zilikuwa ni eneo katika porini bila viekezo ama hakuna faida kati chama cha M23 na wananchi walikuwa naishi hapa ni wananchi wadogo zaidi. Kwa sasa waliona hakuna muhimu kwa kubaki katika vijiji hivi, kabidi wasate vijiji hivyo wajielekeze kwenye vijiji vina muhimu zaidi. Habari zingine mara moja nakuja kuwapeleka kwa sasa kwenye mambo hii imechanganya watu wengi zaidi, na ndio hili ni kuja kuonyesha kwa sababu gani jana tarehe 14 katika ulayani Kalemi mliona mara kwa mara gisi raia population ama gisi wanajeshi wengi operation ilikuwa watu magari za vita char de combat avec magari za wanajeshi zilikuwa zikitambaa zaidi sana katika vijiji vifatazo katika eneo ya Kalemi. Kwa sababu gani? Watu wengi niliwatangazia kusema haya ilikuwa ni jambo tofauti. Niliwaambia kama kuna wanajeshi wa FARDC tayari, niliwaambia kuna tangu tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iliwekeza viekezo kwa wanajeshi wote kunyang'anywa kwa matelefone ili waingie kwenye uwanja mapambano bila telefono yoyote, mwaede communication yote wakuwa wameondolewa. Lakini kwa sasa hao wanajeshi hatua walitolewa matelefone, wakaambia uende kwenye vita kwa sasa wapite Lake Tanganyika. Hili ndio habari nakuletea, kwa sababu wengine watakuletea habari kusema FARDC walikuwa wanafanya operation ya kukamata wanajeshi, walikataa kuingia kwenye mapigano na kufukamata wale wenyewe wanajifanya majambazi. Habari sio hivyo. Habari ni hivi, wanajeshi hatua waliondoka, wanajeshi walinyang'anywa matelefone kwa sababu kulikuwa operation ya kunyang'anya wanajeshi wote wa Sud Kivu matelefone, wasiingie kwenye uwanja mapambano wako na matelefone moede communication. Mara moja serikali viongozi ikaanza wanajeshi katika eneo zenye watenda kupigana. Mara moja katika eneo hiyo walikuwa wakifanya mkutano hapo eneo ya ndani ya Kalemi. Mara moja wanajeshi wakaona, kivipi mmetunyang'anya telefone na hatua mmetutuma kwenye uwanja mapambano, hatuna mwaya ya communication ya kupigia mafamilia na kuambia familia zetu tuko kwenye eneo hivyo na mtuombe Mwenyezi Mungu, hili jambo hatujui ni nini inaweza kutupata katika seta lenye mapigano. Watu wakaangalia vizuri wakasema tayari, kumbuka kuna makamanda walitumwa wageni, kuna makamanda walitumwa kwenye operation wako tofauti na makamanda walikuwa kwenye vita lenye ilikuwa katika eneo ya 33 ya katika upande wa Uvira na katika sehemu zingine. Kwa sasa walibadilisha makamanda kwa kuja makamanda wengine. Kwa sasa hili ni jambo lilishtua wanajeshi na kuona kwa sasa itakuwa ni vigumu tukiwa kwenye uwanja mapambano na hatujui lengo la FARDC kwa kuondoa wanajeshi ama kunyang'anya wanajeshi matelefone wakiingia kwenye uwanja. Hili liweka wanajeshi kuwa na wasiwasi katika mapigano. Ilibidi kwa sasa serikali atuliambia wanajeshi waingie kwenye maboti, wengine kwenye magari, waingie kwa sasa kwenye wanaelekea katika wale wataelekea katika eneo fulani, wanabidi wapande maboti waingie kwenye maji ya Lake Tanganyika. Wengine wakasema haiwezekani. Kwa sababu gani? Mmetunyang'anya matelefoni, kwa sasa hatujajua lengo yenu ni nini. Wanajeshi kwa kweli waliondoka, wengine wakatoa manguo za kijeshi mara moja wakakimbia. Sasa kama mlivyoona hizo gari zilikuwa zikikimbia, zilikuwa zinafuata wale wanajeshi, waliachana, walitoa manguo za kijeshi wakakimbia kwa sababu warejeshe, kwa sababu kuna wale tayari wameshikwa. Hili ni habari nakuletea. Tayari kuna wanajeshi walishikamatwa na wakapelekwa kwenye jela kubwa ya hapo Kalemi ili wapandishwe ndege warudishwe wapelekwe kwenye jela ya Kinshasa hapo Makala.
Na hili ni jambo lenye lilileta wasiwasi, hata kama sio kwa sababu kitu moja. Hili ni jambo watu wengi wamejiuliza, kwa nini hata kama wanajeshi wanaweza kuwa wasaliti, hata kama sehemu lote kwenye mapambano, wengi waliogopa tangu vita ianze, miaka ya mababu wale wazee walikuwa kipigana, hakuna siku mwanajeshi alitolewa telefoni yake ama mambo zingine. Lakini hii ni jambo lishtua wanajeshi wengi zaidi, kwa sababu wanajua kama watu wanaopambana ni waasi M23, na M23 wanapigana kwa njia tofauti. Na kwa sasa serikali, wanajeshi waliogopa kwa sababu gani? Wanajua ndani ya serikali tayari kuna wasaliti, na jambo hili inaweza kuwa tayari wanaweza kuwa kwa sasa, ili fikra ya wanajeshi waliona kwa sasa kama FARDC tayari imewanyang'anya matelefone. Kwa sasa kenye kitafata ni kitu gani? Ilibidi serikali ama raia population wawe na hofu kwa zaidi, ilikasababisha waachane, watoroke. Ndio maana mliona tayari eneo ya Kalemi ilijaa hofu sana. Hili ndio jambo lilitokea Kalemi jana tarehe 14. Ilikuwa ni operation ilianza tarehe 13. Hili niwapeleke mara moja. Hili ni operation ilianza tarehe 13, lakini mambo ilikuja kuwa kali tarehe 14. Hii operation ilikuwa ni zaidi kuanza kuchunguza moja kwa moja wanajeshi kuwanyang'anya matelefone, lakini wanajeshi wakaona sasa operation imeanza, na kwa sasa kuanza kuwapakiza kwa mabote na wengine kwa magari. Wakasema hapa sasa kuna mambo inabadilika, na kupitia makamanda hawajawazoea, ikabidi wawe na changanyikiwa. Wakasema haya, pahali niende kufa kwenye mahali sijui, acha nikimbie basi, nipigwe masasi ili basi nikufe, watu wangu wajue nilikufa katika eneo ya Kalemi, bila kujua kama wanapelekwa eneo fulani, kwa sababu hili ni jambo lilikuwa operasyon ya kivita. Makamanda, kumbuka niliwaambia operasyon imekuja, ni operasyon iko tofauti na operasyon zingine zilikuwa zikifanyika na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia kwa sasa. Na hili jambo ndio lilitokea katika eneo ya Kalemi, ikaheka hofu watu kwa wingi zaidi, mpaka raia population mliona mara moja kwa wingi zaidi mavideo, watu mlikuwa wanajeshi gisi watu wanatoka kwa magari wanakimbizana. Wale walikuwa wanakimbizwa ni watu walikataa kushirikiana na serikali kwa kutii sheria ya uamuzi wa kisheria wa kiserikali, hili wa kutolewa wengine wapeleke kwenye mambo ya kivita. Kwa sasa hili ni jambo lilishtua kwa sasa eneo ya Kalemi. Lakini katika habari kwa sasa nawapasha watu wangu, muko katika seta ya Kalemi, wengine wako katika eneo kupitia jambo hii mlivyoona, msiwe na wasiwasi, kwa sababu hii ni kazi ya kiserikali, na kwa sababu kuna wale wapinzani na kuna wale tayari wanatii sheria. Kuna sababu mtu anaweza kuwa akiona kinyang'anya telefoni yake atakuwa na shaka, na kwa sasa hili ni jambo lilitokea, na kwa sasa raia population wengi wa Kalemi wamejaa hofu zaidi. Kwa sasa hawajui nini inaendelea. Hili kama unavyonisikiza kupitia Media Goma TV, hii ni sisi tunaletea habari zinavyotambaa katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kwa sasa kama uko pamoja na mimi, na ukaribisha tena kwa ndani ya Media Goma TV, usikate tamaa, kwa sababu hizi ni sehemu chembe ndani habari zetu za kila mara. Mashabiki zangu, nawakaribisha tena mara mengine kwa habari zetu za mchana leo tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mambo ni mengi kwa sasa. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mambo inaendelea kuchacha, mambo inaendelea kuonekana mzito zaidi, na katika muda huyu Mwenyezi Mungu awe pamoja na nyinyi, na watakia eri njema na Mwenyezi Mungu awalinde. Tuje kupatana kwa habari zetu mengine. Bye bye na Mungu awe pamoja. Mashabiki zangu nawampenda zaidi, na kwa sasa hii ni hatua tule monde kongolevu za ve, tukutane, watu washikamane, wakutane, waelewane, kwa sababu mambo inaendelea kupitikana. Niliwaambia vita ya Kongo imesonga kwa sasa. Vita la Kongo mambo yamebadilika kwa sasa, na kama unavyonielewa kwa sasa mambo yamekuja kubadilika moja kwa moja. Kwa sasa upande wa mapambano, serikali wanaanza kukimbia kwenye uwanja wa mapambano. Mambo itakuwa vipi mashabiki zangu? Bye bye.